Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu leo ametupa neema ya kujifunza, na leo nataka tujifunze topic inasema hivi kwamba je, sheria ya ndoa na ya uchumba kulingana na maandiko matakatifu ni yapi au ni ipi? Kumbuka, tusipoelewa sauti ya Mungu kwenye kila kitu, hatuwezi tukafika wala kupata matokeo, na wenda tunajihukumu au tunahukumiwa na watu bila sisi kujua. Sasa leo neno hili tunaenda kuangalia kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 18. Ina maana naenda kukuelekeza, kukufafanulia Mungu anasema nini juu ya mchumba, anasema nini juu ya ndoa, anasema nini juu ya wale wanaoachana, anasema nini juu ya wale wanaooana na wana dini mbili tofauti, na nini Mungu anataka ujue ili uweze kumpendeza na uweze kukubaliki kwenye uchumba au kwenye ndoa au kwenye maisha yako ya kuishi bila ndoa au kuishi bila mchumba. Kusoma Wakorinto wa kwanza 7 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 18, maandiko yanasema, basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mstari wa 3, mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mmewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mmewe, vivyo hivyo mme hana amri juu ya mke wake mwili wake bali mkewe. Ndo wale watu ambao unakuta ndoa, ukitaka kufanya tendo na mme wako au mke wako, anakuzuia, anakukasirikia, hataki, anageuka. Sasa lakini kulingana na maandiko kwamba mke, wewe huna amri juu ya mwili wako bali mme wako ndo ana amri, kwa sababu yeye akihitaji unatakiwa utengeneze apate. Tofauti na hapo, ina maana utajikuta wewe unazuia kadri unavyojisikia, ukiwa unahitaji ndo Sasa tukienda hivyo, ina maana ndo ndoa nyingi unakuta vitanda viwili au hawagusani au hawathaminiani kwenye ndoa. Lakini pia maandiko yanaendelea kusema kwamba msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraga kwa kusali. Mjiane tena ili shetani asije akapata kuwajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Kwamba msinyimane, msiache kupeane tendo la ndoa kama nyewe mmeoana. Sizungumzii masuala ya wachumba, sizungumzii masuala ya wapenzi, maana hayo ni machukizo, ni laana na uchafu unapozini kabla ya ndoa au unapozini kwenye uchumba au kwenye mapenzi. Lakini hili, usitakiwi kunyimana na mwenzi wako kama mpo kwenye ndoa, maana ukinyimana au mkinyimana, na maana shetani anaweza kupata mlango wa kuja kuvunja ndoa. Labda kama mnajitenga kwa ajili ya kusali, kama wana wa Israeli walivyokuwa wanataka kwenda kukutana na Mungu, anawaambia kwamba mjitenge na wake zenu, msizini kwa siku 3 ili mje kujitakasa na kukutana na Bwana. Lakini kama si kwa ajili ya kusali au kwa ajili kwamba umefunga, basi usije ukanyimana na mwenzi wako. Lakini mstari ule wa 6 maandiko anasema, lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri. Kwa hiyo hayo alishauri Paulo, si kwa sababu ni amri, bali ni kwa sababu ya maelekezo ambayo unaweza kusaidika nayo ili aweze kuwaongoza kama wanandoa. Lakini 7 anakuambia, ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo, walakini kila mtu ana kalama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Paulo, kumbuka, alipoachana na mke wake, alipomkataa yeye akiwa bado Farisayo, alipogeuka akaokoka, mke wake alimkataa yeye, akabaki kwenye dini yake ya Kifarisayo au ya Kiyahudi. Kwa hiyo Paulo aliishi maisha yake yote bila ndoa. Kwa hiyo na yeye anasema unaweza kuishi kama yeye, kwa sababu aliachana na mke wake akiwa mdogo sana. Kwa hiyo alienda kuishi hivyo hivyo. Kwa hiyo yeye anashauri kama unaweza kutoweza kuoa au kuolewa unapoachana na mwenzi wako, au kama hujaoa au hujaolewa, basi ni jambo la heri na baraka. Kwa nini anasema hivyo?
Mstari wa 8 anasema, lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo, lakini ikiwa hawawezi kujizuia na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Wewe ambaye ni mjane au wewe ambaye hujaoa au kuolewa, ni bora muda mwingine uoe au uolewe. Kama ni mjane umefiwa, ni bora uoe au uolewe kama utawaka tamaa na kuja kufanya machukizo mbele ya Mungu. Lakini mstari wa 10 maandiko yanaendelea kusema, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, hapo ni Mungu mwenyewe anasema, au Bwana Yesu Kristo anasema, mke na asimwache mumewe, lakini pia na mume asimwache mkewe. Lakini ikiwa wameachana, ukae usioe au ukae usiolewe, au upatane na mumewe au upatane na mke wako, tena mume asimwache mkewe. Mstari wa 12, lakini watu wengine nawaambia mimi, wala si Bwana. Sasa Paulo anasema ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini, kwa mfano wewe ni Mkristo una mke Muislamu, au wewe ni Muislamu una mke Mkristo asiyeamini, anakuambia usimwache kama akikubali kukaa na wewe. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mmewe, kwa maana yule mume asiyeamini utakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini utakaswa katika mmewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa ni si safi, bali sasa ni watakatifu. Lakini yule asiyeamini akiondoka, na aondoke. Unaona, kama wewe ni Mkristo na una mke Muislamu au mume Muislamu, yeye akiamua kuondoka na kukuacha, mwache aondoke. Mwache aondoke. Lakini na kuambia kwamba ukiwa na yule asiyeamini akiondoka, ache aondoke. Hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Ukiona wewe ulikuwa kwenye mahusiano, ni mrokole au ni Mkristo, na ulikuwa na mume au mke wa Kiislamu, akaamua kukuacha kuondoka, haujafungika. Unaweza kutafuta mume au mke ukaoa au kaolewa, ina maana haufungiki. Lakini Mungu ametuita katika amani. Lakini pia ukija kuoa au kuolewa, olewa katika Bwana, sio kwa ajili ya tamaa au kwa ajili ya kitu kingine chochote. Sio umemaliza kuachana na Muislamu lakini pia unatafuta tena Muislamu. Sasa hapo sio katika Bwana, ina maana huo ni uchafu mbele za Mungu. Lakini ukitafuta mtu ambaye ameokoka na ambaye anamcha Mungu ukaoana naye, basi hapo haufungiki. Lakini tofauti na hapo, ukioa au ukiolewa nje ya Bwana, basi hapo umefungika na umemkufuru Mungu aliye juu sana. Ni jambo ambalo lazima ulielewe, ulifahamu. Lakini mstari wa 10 anakuambia, kwa maana wajuaje wewe mwanamke kama utamwokoa mmewe, au wajuaje wewe mwanaume kama utamwokoa mkewe? Kwa hiyo tunaweza pia tukaishi na watu wasioamini, kama tukiweza kuishi kwa amani, kwa furaha na kwa upendo, tunaweza kuokoana. Kama tunavyoona Sara, Ibrahimu anaenda na Sara na wote wanaokolewa. Tunaona Nuhu anaokoana na mke wake. Tunaona Rutu mke wake, Rutu na mkewe, japo mke aliasi, lakini angeweza kumwokoa hata kama alikuwa ni mwenye dhambi. Lakini mstari wa 17 maandiko anasema, lakini kama Bwana alivyomgawia kila mtu, kama Mungu alivyomuita kila mtu na aende vivyo hivyo, ndivyo ninavyoagiza katika makanisa yote. Je, mtu fulani ameitwa hali amekwisha kutahiriwa, asijifanye kana kwamba hakutahiriwa. Au mtu fulani ameitwa hali ametahiriwa, basi asijifanye kwamba hajatahiriwa. Kwa sababu kutahiriwa si kitu, wala kutahiriwa si kitu, wala kutotahiriwa, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Kwa hiyo wewe umeitwa, labda ni mtumishi wa Mungu, umeoa, usije ukaacha mke wako. Au wewe umeolewa, usije ukaacha mmewe eti kwa sababu ni 1, 2, 3. Kwa tumtumikie Mungu katika upendo, tukizingatia amri na sheria ya Mungu, na hapo ndipo tutaweza kustawi. Kumbuka Yesu mwenyewe Bwana wetu alisema kwenye kitabu cha Mathayo 19:9, anakuambia mume na asimpe mke talaka, au mke asimpe mume talaka. Maana akifanya hivyo, ukishampa talaka au ukiachana naye, basi usioe au usiolewe na uishi hivyo hivyo. Labda yule uliyeachana naye akishakufa, hapo ndipo haufungiki, unaruhusiwa kuoa au kuolewa. Lakini kama bado yu hai, basi umefungika.
yeyote utakaye shiriki naye au yeyote utakaye muoa au taolewa kwaye, basi mnazini, na hapo ndipo unafanya machukizo, na hapo ndipo Mungu atakuja kuhukumu kwa kosa la uzinzi, na hapo ndipo utapoteza baraka za Mungu zaidi na zaidi. Nawapenda. In Jesus name, shalom.